Anaitwa Mama Gasheru. Wa nne mama mwingine anaitwa Mama Wabugu. Wa tano nimefugwa miaka ngapi? Ngoje. Ni kazi gani hata kama wewe ni tajiri unaweza pea mtu wa miaka 70? Aha, yes guka kabisa yawana. Hapa nimekubali sasa. Sasa unaiambia angaje isimame? Ni ile masomo umesema mwalimu ulifundisha? Sio unajionea. Iko hali gani ya kukuambia? Ndio unajionea. Sasa unajua sasa nashindwa unaiongelesha vipi ndio iweze kusimama? Ni mwalimu. Hakuna mwalimu. Tena ni yes. Sasa yes kabisa wana ni kuri Bongata official. Tuje tulikuwa tumekuja kuona yule mzee wetu kabisa wana waweza kutengeneza gari wana akitumia punda. Yes, ndio leo tumefika hapo mtaani, tumefika kwake. Tulikuwa tunazungumza na yeye mawili matatu kabisa, ndio hii gari yake. Ametuambia jinsi asisi inaweza beba mzigo hapa na yeye akaweza akawa anaweza kalia hapa, ama akaweza yeye anakalia hapa akaweka mzigo hapa. Maana hii ndio inakubebea manyasi tu. Ndio tumia. Ulipewa ng'ombe? Sasa sina. Sina usaidizi. Imagine, ulikuja wakazifungulia ama? Kwa hizo. Kama wewe ni mzuri. Haya kikweli. Iko wale watu. Si watu usemaji gani huyu? Iko kitu itamleta. Okay. Utamaduni wenu. Kila kabila ilikuwa na utamaduni yake. Watu hakuwa wote wanaenda kotini. Kweli. Yule mtu kama ameletwa. Na hiyo utamaduni kwa karibu na mimi. Video mabe ilikuwa ile. Sasa tuona wakati wetu tulijuana zaidi ya miaka 6. Ukweli, ni ukweli. Je, kama ulikuta mimi nikifanya hiyo kazi na mimi naweza shika wewe ugeni nikwambia hapa tunakaaga. Kwa nini ukisikia niko na kama kitu kama hiyo na sasa kile unafanya mimi ni mwalimu? Ukweli. Mimi najua. Lakini nasherehekea sana. Niulize kwa nini? Lakini uchungu wa dunia kukaa. Ule anajulikana. Ukweli? Ni ukweli. Je, na mimi kupiga hii pisha, kupiga juu sinajulikana. Kabisa. Yes, kwa tulikuwa tunazungumza na mzee wetu hapa kabisa. Yule mzee mmeona kabisa kuna gari yake hapa, ndio anajaribu kukusanya anajaribu, anaitwa Nduile. Yes kabisa. Yes, hii gari ndio mnaona kabisa, hata anakaa hapa anajaribu kutembea nayo kabisa. Ewana so ulifikiria aje kuunda hii? Ni nani alimshika ugeni? Wewe wacha yani ni mimi. Nikiwa nikisema kama nyinyi nimeshika nyinyi wa ugeni. Ile kazi mko naye. Kuna mtu amekurudisha nyuma, lakini wacha nikwambie kuhusu pole, na Mungu anajua sababu ya kila kitu. So hizi naona ni machakura unajaribu kusanya. Ni bado kuna yenye at least yenye imebaki unaendelea kusanya kulisharisha. Karibaki katoto ka miezi 4. Na kama nilianza kama hivyo nimefugwa miaka ngapi? Ngoje. Ni kazi gani hata kama wewe ni tajiri unaweza pea mtu wa miaka 70 sasa? Imagine. Na naomba Mungu aongezewe miaka kama 40. Kama usubuhi ndio ya kwetu ilikuwa ikisema iko mmoja anataka kushauriwa, anasema atapea kama ni ya hii kila mtu nyumba ya nyuki. Ile nilianza mapema mimi 20. Huyu akijileta hivi asema wewe tukupea hii nyumba ya nyuki
utaki usaidizi ingine, naweza sema ndio nitakula hii athari kufe, watoto wangu wakule, na rafiki yangu kama yeye kija napewa bila ati roho amenipeleka hasara. Okay. Hapa ni ukweli. Mzae, sasa ukienda naona hii ni mwalimu, mimi najua kweli ni ukweli, iko usaidizi na sasa kama hiyo kiumbe yako naye na mnaona sasa kwa simu yangu kama ni kiumbe ya 10 ako na barua ya game miaka 25 na alikuwa amepewa na game mnyama aje asomeshe, wawe wanakuja kuangalia kama ulipewa ya kute, lakini wakati nikae chini, nataka mtu ambaye sio anasoma hata kwa radio au kwa TV juu akili ulipewa na Mungu, si walipewa ni yako. Kipawa changu kama ng'ombe inakijiwa kwa hii nyumba na mtu ashiko lisikia kwa simu na achiliwa, wewe ameisha. Lakini mimi najaribu kujiuliza, si inaweza kuwa ni maadui ama wale watu watakanga usonge mbele, wanaweza kuwa around na wewe tuze ma neighbors. Kuna neighbors anaweza kuwa akutakii mema, akasema mtu hata ni set ng'ombe zako ziibiwe, akose pia kuwa nauza maziwa yake ama ile riziki ulikuwa unapata akufe kama kwa amekufa. Mimi ni wasita wa kwanza ni unaweza mkumbuka alikuwa akitoa ng'ombe 2 na kaba ikiwa hapa ingine pale kwa hii goma mwingine jana yake anasema viatu anaitwa Mwadiko. Unaona sasa watatu ni mama mwingine anaitwa Mama Gasheru. Wa 4 ni mama mwingine anaitwa Mama Wabugu. Wa 5 ni mtu mwingine anaitwa Waiganjo. Wa 6 ni mimi. Na mimi kama ni mwalimu nikikumbuka bila watu wa zamani wakifanya hivyo sitatafuta pesa tumi ule arogo akuve au arogo au wazimu, hapana. Au afugwe juu akifungwa miaka ile nitagojea, takuwa tabu kushida ile nijawa naye. Sawa. Sasa ule alifanya hivyo ya kikwetu kizamani. Mungu anisaidie nikuta mtu kama hivyo, tausa huyu mti tausa huyo mwingine kama vile nilikuwa nimempea nyinyi. Tushari yakija saa hii anaweza kuta mtu alinunua 4,000 ndio nisomeshe na sasa akija na mwezi mmoja. Hebu angalia hiyo miaka kama si mzee anaweza kalia hivyo yote mali ya huyo miaka hiyo. Sasa hapa nimekuelewa. Sasa kile ningetaka hebu ona mtu bae miaka 40 ana kitambulisho ako na 70. Kwa hivyo aliona akiwa na miaka 30 hakuna mtu angeajiria yeye mpaka yale. Hebu angalia. Na sasa ni tajiri juu atajulikana dunia mzima kama naitisha wewe shilingi 5 tu wewe mfuasi yangu. Kweli. Ni kweli. Hapana. Naona lakini kama ni mwalimu wa kidiaji na walimu yangu hakuna mwalimu kama wewe ulinisomesha. Kweli. Sasa Tubuka, mimi nimekushukuru kwa venye umekubali kuzungumza na mimi. Sasa sasa hii hebu pita hapa mama, pita hapa tu, hapa nyuma. Kama za Buka, nikijaribu kuuliza sasa hii unaacha ikule kwanza, alafu sasa ndio ipeleke hii chakula kwa nyumba. Na inibebe. Nakupea pia. Hata ikiwa mizigo huko. Lazima niwe huko kwa farasi.
Okay. Na nikitoa unakalia hapo juu ama unakalia hapo? Nakalia huko juu kwa hiyo kujaba. Lakini sasa naona sometimes unakalianga hapa na ukaigama kupumzika tu. Ndio wakati na kwangu utaka kupumzika. Hata nikiwa Tanipeleka hata Europe au Bali. Ikiwa peke yake. Haina tumela kama faraji. Kuna hakuna pahali. Anaogopi kama inaweza kurusha. Inaogopi kama inaweza kurusha juu. Kama una mwanafunzi. Anamfukuza shule au anafikiria kile kitu mwanafunzi yule. Kwa maanisha basi umenipea mfano yeye anaweza kuwa ni mwanafunzi, wewe ni mwalimu. Ni mwalimu. Pia ni mwalimu. Yeye ni bubu. Kwa hivyo hakuna mtu ataeleza. Mimi kile nitajua yake. Labda nikusomesha. Sawa, asante sana. Mimi nimeshukuru kabisa vile umebaki